Tenda mwimbaji wa tenzi kwa ajili ya neno. Wamwende Yesu kwa kusafiri tutakasayo ya kudumu iwe safi. Kwa ajili ya neno tenzi. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo, uje rehema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu ya Yesu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi. Umeoshwa kwa damu. Kuoshwa Bwana, kuoshwa kwa damu ya Yesu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, ziwe safi, nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima Mkombozi, na kuoshwa kwa damu ya kondoo, yako kwa msulubiwa makazi, umeoshwa kwa damu kuoshwa Bwana, kuoshwa kwa damu ya Yesu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, ziwe safi, nguo nyeupe, oshwa kwa damu ya kondoo, yatupwe yaliyo na taka, Yona uoshwe kwa damu ya kondoo, huo ni kijito cha tiririka, na uoshwe kwa damu ya kondoo, kuoshwa Bwana, kuoshwa kwa damu ya Yesu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, ziwe safi, nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa Bwana, kuoshwa kwa damu ya Yesu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, ziwe safi, nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Tusimame tusome neno.
Tunasoma Mathayo mtakatifu sura ya 5 31 hadi 32 kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na mpe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi. Na mtu akimuoa yule aliyeachwa, azini. Amen. Tunaomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu Yesu Kristo, Mungu wa Ibrania 13, wewe yule jana, leo na hata milele, Mungu usiyebadilika, Mungu ambaye nguvu zake bado ni zile zile, uwepo wake ni ule ule, neno lake ni lile lile. Tunakushukuru Yesu kutupa nafasi asubuhi ya leo ya kuweza kukusanyika kama vifaranga vya tai Bwana, tukiwa Baba kwenye meza ambako umetuandalia chakula. Yesu Kristo, ni chakula ambacho Baba akina dosari, akijachacha, chakula special Bwana. Tunakushukuru Yesu, maana umekubali neno lako litangazwe mahali hapa. Mungu wetu, tusaidie. Sisi ni wachovu, wadhaifu Bwana, tunahitaji nguvu kamilifu kutoka kwako. Tusaidie mnamo wakati huu Yesu Kristo, ambapo tutakapokwenda kulisikiliza neno lako. Ubariki usomi wa neno, ubariki masikio yetu, ubariki imani yetu Bwana itakapokwenda kupokea neno lako Yesu. Tuweka yote chini ya damu kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina Yesu Kristo, Mungu wa kweli, tunaomba hivyo. Amen. Asubuhi ya leo nawakaribisheni na kuwasalimieni tena jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Baba yetu kutupa nafasi asubuhi ya leo tena. Kwa neema hii tumshukuru kwa sababu imempendeza tuipate hii nafasi. Tumetokea kusikia hapa habari za Mathayo sura ya 5 kama tulivyokwenda kuigusia jana. Kwa kukawia tutakuwa na mengi, tunaingia moja kwa moja kwenye ujumbe wetu wa ndoa na talaka, kwa ajili ya kuendelea na somo hii, kuangalia zile agano mbili zilifikia wapi na zilisema nini. Tarudilia hapo 222 ndoa na talaka, kwa ajili na kupata msingi, na tuendelee hadi pale kwa tutamalizia. Jana tumeona mengi, na alituambia kuhusu habari za zile agano mbili. Alituambia ya kwanza na ya pili, ile ya pili tena ikazaa ingine. Baada ya mwanzo kulikuwa maanguko. Mwanzo sura ya 3:16 ndio kulikuwa maanguko, ambapo Eva alikwenda kuvunja agano ambalo walikuwa wanaliweka pamoja na Mungu, yakalivunja. Na kupitia hivyo ukawa nini? Kuoa wanawake wengi, mbuzi moja dume beberu ikawa na mbuzi nyingi za kike. Haikuishia kwa wanadamu tu, ikaingia moja kwa moja na kwa wanyama. Lakini hilo si Mungu ambaye aliyeliweka, ni mwanadamu ambaye alienda kuvunja lile agano. Ndio nabii alituambia hivyo hapa kwenye 200.
Tunaenda 202. Angalieni, hebu na tusome ili hapa. Nataka niwaonyeshe hili. Mathayo sura ya 5. Yesu alizungumzia hapa juu ya jambo fulani muhimu sana. Ndio hapa ambapo tumetoka kusoma. Tunataka kuliona Mathayo sura ya 5. Nimeliandika kwenye hii yangu. Niliwekea alama baadhi ya mambo ambayo ningeyanena kwa wanaume tu. Kwa hiyo nilikuwa na wakati mgumu sana kuyanena mbele ya dada zetu. Lakini nataka kutoka hapa sasa Sasa dada, nataka kukuweka mahali ambapo neno la Mungu lilikuahidi. Nawe uhakikishe basi umekaa mahali hapo pia. Bwana tusaidie sana. Kwa maandiko ambayo nabii alikuwa anataka ayaongee, lakini akaona akiyasema mbele ya wadada wataenda mbali. Ili maandiko akayaacha, akasema hii nitaongea nikiwa na wanaume, maana inawahusu wanaume. Nikisema na nyie pamoja mkiwa hapa pamoja wanawake mtaenda mbali. Je, ni maandiko gani? Nabii anasema hivi, twende Mathayo 5:32. Nataka uangalie hapa kuunga mkono wazo hili la mmoja na wengi. Mathayo 30, nafikiri ni Mathayo 5:32 kuanzia 31. Ndo hapa ananukuu andiko hii ambayo tulisoma. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Sawa? Ngoja niweke sema hapa. Tuliona jana, naweka hivi. Tuseme hapa ndo umilele. Baada ya umilele ukaja mwanzo ambako kulikuwa mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Baada ya mwanzo ukaja maanguko, hii agano ikavunjika ya Mwanzo 3:16. Eva akavunja. Nasikia vizuri? Kupitia hapa kukaja nini? Poligami ikaingia, kuoa wake wengi, kwa wanadamu, kwa watu na kwa wanyama. Sawa? Ndio jinsi nabii alituambia hivi. Kwa watu tukaona kulikuwa nani? Daudi alikuwa na wake 500. Sulemani 1000. Ndio hivyo. Hapa nabii akatuambia jimbi moja, kuku wengi, ulungu na kadhalika kule. Ndio hivyo. Nabii akasema hawa wote hawa kuanzia Sulemani na Daudi waliwakilisha nani? Yesu. Waliwakilisha Yesu Kristo. Ulikuwa ni mfano wa nani? Wa Yesu Kristo atakavyokuwa na bibi harusi wengi. Ama atakuwa na watu wengi, lakini wote wanaitwa ni bibi harusi huyu mmoja. Kwa sababu nabii alituambia kwamba hawa wanawake 500 hakuna ambaye angeliweza kuolewa na mwanaume mwingine. Alikuwa amefungashwa na mume huyu mmoja ambaye ni Daudi. Lakini yeye huyu Daudi alikuwa afungiki kwa hawa wanawake. Ndio maana alikuwa na wanawake wengi.
Unasikia vizuri? Vile vile Yesu Kristo afungike kwa makanisa yote. Lakini makanisa yote yanapaswa yafungike kwa nani? Kwa Yesu. Kwa sababu kati ya Yesu na kanisa mwenye ana haki ya kudivorce mwenzake ni nani? Ni Yesu. Unasikia vizuri? Branham atasema huku mbeleni huku, akasema Mungu alifukuza wa Methodiste, wa Wesley bote kisha walikataa neno, akawafukuza akawataliki, lakini wao hawawezi kumtaliki Yesu kwa sababu mwenye anaoa kanisa ni nani? Ni Yesu. Unasikia vizuri? Sasa nabii hapa anatupatia wazo wa kusema kwamba hebu tusikilize sasa wazo la moja ama wazo la mwanaume mmoja kuwa na wanawake wengi ambayo inaruhusiwa kineno. Tunasikia vizuri? Mathayo sura ya 5 inaruhusu mwanaume kuwa na mwanamke zaidi ya umo, lakini hata ishi na wale wawili. Ishi na wale wawili. Yani haiko poligame. Tuseme kwamba iko na umoja nyumba hii nyingine ya pili pale. Hapana. Lakini iko poligame legal. Kwa sababu kuna umoja ambaye anafukuza na mwingine anabaki. Si ni wawili, si wake zake. Ndio hiyo hapa ndio anakwenda kusema. Imenenwa pia mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Kwenye Kumbukumbu la Torati 24. Linakwenda kusema hivyo. 1-4. Huyo ni Yesu anayezungumza, yule aliyesema tangu mwanzo. Sasa tazama, lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi. Tunasikia vizuri? Yaani ndugu yeyote ambaye ataacha mke wake isipokuwa kwa habari ya uasherati, amemfanya yule dada kuwa mzinzi. Ina maana hakuna sababu yoyote ya ndugu kumfukuza mke wake isipokuwa iwe ya uasherati. Unasikia vizuri? Hii ambayo inaongelewa hapa haiko ya wapagani. Ndio nilikuwa naambia frere wenu hapa, nikamwambia hapana, hii hapa kama mke wako alikuja akukua sawa, alikuwa shakuwa mke wa mume wa mwingine, ama alikuwa shajichanganya kule, nyewe wote mlikuwa wapagani. Mlikuwa watu wa ulimwengu. Mlimwengu anajua hizi siri za ndoa. Hii hapa ni habari za wana ujumbe, bafrere na basere ambao baishaamini ujumbe. Hii hapa ambayo inaongelewa ya Mathayo sura ya 5. Wasikia vizuri? Hii andiko haihusu wale ambao wanaishi kipagani. Ulikuja na mke wako huko, mnajua namna gani mliogotana huko, alafu nakuja kuamini ujumbe na unaanza sema ni muoa alikuwa shafanya washerati, alikuwa shakuwa hivi. Utabaki naye vile vile. Ukimfukuza tunakutenga kanisani. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa habari ya washerati, amfanya kuwa mzinzi. Unaona? Kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa habari ya washerati, anamfanya kuwa mzinzi. Nabii anauliza, ule mwanaume atamfanya mwanamke kuwa mzinzi aje? Kwa nini? Eti ataolewa tena. Ataolewa.
na mtu anayemuoa yule aliyeachwa alifanya uzinzi. Na ndio maana leo tuko na wengi sana, watu wengi watarate kwenda mbinguni kwa sababu hai pepo ya uzinzi. Unaona, mtu aliachana na mke wake, wewe unakuwa kuzoa ita anakuwa mke wako. Wewe unabeba dhambi ambayo ni ya mwingine, inakuambukiza. Unaenda oa mke wa batu. Ndio hapa Yesu ndo anasema hivi, kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa habari ya uasherati anamfanya kuwa mzinzi. Kwa nini? Ataolewa tena. Na mtu anayemuoa yule aliyeachwa alifanya uzinzi. Sasa ule mwenye aliachwa, wewe tena unaenda muoa, na wewe unafanya uzinzi naye. Na wewe mwenye ulifukuza mke wako bila sababu yoyote, umemfukuza tu bila hii sababu ya uasherati, wewe ni mwenye dhambi, kwa sababu umesababisha yule dada aingie kwenye dhambi ya uzinzi. Kwa sababu gani? Hataolewa tena, hatavumilia. Unaona, ana mume aliye hai. Kwa hiyo hakuna mwanamume awezaye kumuoa. Sasa huyu akifukuzwa, huyu dada akifukuzwa kwa sababu ya uasherati, hapaswi kuolewa tena. Huyu dada hataolewa tena kwa sababu iko na naziri ambayo imemfunga. Huyu dada aliyeachwa wa Mathayo 5 kwa sababu ya uasherati, akiolewa yeye anakuwa ni mzinzi, hapaswi kuolewa tena. Na yule ambaye atakayemuoa naye ni mzinzi, adultère, na wazinzi hawataenda mbinguni. Andiko ndio inavyosema. Kwa hiyo hii swala ikionekana kwa dada hii iko tipike, iko kweli, dada hapaswi kuolewa, anabakia mseja maisha yake yote, kwa sababu iko na naziri ambayo inamfunga ya mume wake ambaye iko hai, lakini si kwa mwanaume. Unaona, ana mume aliye hai, kwa hiyo hakuna mwanamume awezaye kumuoa. Sijali anafanya nini na yeye ni nani, ana mume aliye hai, hakuna sababu kwake kuolewa tena kamwe. Lakini sivyo kwa mwanaume, amfanya mwanamke, sio mwanamume. Mmelipata? Ya kubidi ulifanye neno liende katika mwendeleo, dans la continuité. Mnaona, hakuna kitu kisemacho mwanamume asingeweza, lakini mwanamke hawezi. Unaona, amfanya mwanamke, sio mwanamume. Hivyo ndivyo inavyosema Biblia hasa, ndivyo inavyosema Biblia hasa, amfanya mwanamke. Toka hapo. Haikunenwa zidi ya mwanamume kuoa tena, bali mwanamke. Kwa nini? Kristo katika mfano. Na biko wazi, kila kitu kiko wazi, tushakaifundisha hivi ya muda mrefu, havina shida. Yaani mwanamke akifukuzwa na mume wake kwa sababu ya Mathayo sura ya 5, mume wake ana haki ya kuoa mwanamke mwingine, lakini mwanamke yule hapaswi kuolewa kwa sababu anafungashwa na naziri. Sasa hivi wapagani hawavijui. Hizi ni siri za waamini wa kweli, wana ujumbe, ndo anajua hizi siri. No. Wana ujumbe ndo anajua hizi siri. Hautaenda ambia mpagani mwenye alikuwa Mkatolika mwabudu sanamu kule,
ndio unamwambia, ndio anakuja akishajua hii siri, na akija mke wangu alikasha olewa na mwingine akikuwa mke wangu, kwa hiyo mimi nitaoa mwingine. Bongo, ukioa mwingine hapa tunakutenga, tunakufukuza, unaenda nje, unaenda kwa shetani. Uniachie fujo. Angalia, imesema kwamba mwanamume hawezi kuoa tena ila bikira tu. Mwanamume anaweza kuoa tena, kwa sababu si ndio kisababisha yeye afukuze? Ni Mathayo sura ya 5, ndio ilisababisha mwanaume afanye nini? Afukuze ule mke wake. Kwa hiyo ataoa mwingine ambaye ayafanya uasherati, lakini ule mke ambaye amefukuza ule hawezi kuolewa na mke na mwanaume mwingine, atabakia vile vile maisha yake yote, na akisubutu kuolewa hata siku ya kufa anaenda kuzimu. Na ndio maana leo tuko na watu wanatembea ni watu wa kuzimu, wa Mungu ashawarei wote, ashawafuta hivi. Angalia, imesema kwamba mwanamume hawezi kuoa tena ila bikira tu. Mwanamume anaweza kuoa tena. Sasa hii bafrera ambao wana Roho Mtakatifu ndo wanachukua hii sasa, wanasema kwamba unaona huko l'homme peut, ndo hii hapo nasikiaga l'homme peut. Wewe usikie mu français sasa, l'homme peut mais elle ne peut pas, ya bongo bongo. Hii l'homme peut ni ya Mathayo 20, Mathayo 5:31-32, ndo l'homme peut. Lakini sio wewe uko na mke wako munyumba miaka yote, mshakuwa na watoto na wajukuu mshakuwa nao, ndio nataka kuleta yeti kwamba l'homme peut, utaenda kuzimu. Unaona hapa nabii anasema, vous voyez, sikia hapa, vous voyez, elle a un mari vivant. Alors, aucun homme ne peut l'épouser, peu importe ce qu'elle fait et qui elle est. Si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas, pour aucune considération. Mais ça ne s'applique pas à lui. Unasikia ukwe? Nani mwanaume la fait commettre, pas lui. Vous saisissez? On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous? Il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas, mais elle ne peut pas. Unasikia ukwe? Vous voyez? La fait commettre, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. La fait commettre. Elle n'est pas spécifiée que lui ne peut pas se remarier. Mais elle, pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier à moins d'épouser une vierge. Il peut se remarier, il peut se remarier si c'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre, absolument pas. Si jamais il épouse une femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère, peu importe qui il est. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Voilà, pas de divorce. Pas de divorcé, absolument pas. Sikia, donc wanachukuaga hapa l'homme peut. Mashetani. Tunaruka tunaenda hapa. Angalia, imesema kwamba mwanamume hawezi kuoa tena ila bikira tu. Mwanamume anaweza kuoa tena, yeye anaweza kuoa tena kama ni bikira.
bali hawezi kuoa mke wa mtu mwingine, la hasha. Na kama yeye akioa mwanamke aliyetalikiwa, anaishi katika uzinzi, sijali yeye ni nani. No. Na leo hivi tuko na wafreba naenda wanawake wa watu ajabu kabisa. Shetani anaenda wanguka wa watu tena. Na kama yeye akioa mwanamke aliyetalikiwa, anaishi katika uzinzi, sijali yeye ni nani. Biblia ilisema mtu akimwoa yule aliyeachwa anaishi katika uzinzi. Haya basi, sio hao waliotalikiwa. Nasikia huko chia, tuko huko tunaingia kwenye wazo letu la Agano 2. Angalia hilo la asili nyuma kule. Wewe nitakuchapa. Simama. Wende kwa vyako, wende kwa. Angalia hilo la asili nyuma kule, tangu mwanzo. Sasa kuoa tena. Sasa angalia, mwanamume anaweza, bali mwanamke hawezi, kama Daudi, kama Sulemani, kama mwendeleo wa Biblia nzima. Sasa vile vile kama Daudi na wengineo. Ndio hapa watu wanakufa hapa. Naona nasikia mwanaume anaweza lakini mwanamke hawezi, kama nani? Daudi. Tuko na Daudi, Sulemani, wakina Yakobo na wakazalika, yaani mkontinuite ya Biblia, wale wote ambao walienda kuchukua baada ya mke mmoja, wawili, watatu. Sikia, kuoa tena. Sasa angalia, mwanamume anaweza bali mwanamke hawezi, kama Daudi. Ndio ambaye nilisema kwamba wakati Daudi alipokuwa na hawa wake zake 500, hawa wake wasingeweza kuolewa na wanaume wengine, kwa sababu walikuwa wako liye na nani? Na Daudi. Nasikia vizuri? Hii 1000 ya Sulemani walikuwa liye kwa Sulemani, wasingeolewa na mwingine. Lakini Daudi kama angelitaka kuongeza mwingine angeliongeza. Sulemani naye angependa angeongeza, lakini sio kwa wanawake tena kuchukua wanaume wengine. Ndio hiyo ambao nabii anaongelea. Nabii akasema kama Daudi, kama Sulemani, kama mwendeleo wa Biblia nzima. Sasa vile vile kama Daudi na wengineo. Sasa Davide, Sulemani na wengineo ni wale ambao walikuwa wanavifanya hivi mwagano la kale, si wakati ambapo Yesu alikuja. Tunasikia vizuri? Kwa sababu hawa wote ilikuwa ni mifano ambayo ilikuwa inawakilisha nani? Yesu. Sasa hii kama ilikuwa ni mifano, Yesu ambaye sasa ndo kitu halisia akaja kutimiza haya. Sasa wewe frere, leo tena utachukua wake wa 500 ama 1000, wanawake 10, 20, unamaanisha nini? Wewe unaichukua kwa mfano wa kitu gani? Tunasikia vizuri? Sasa wewe unaenda kuoa wanawake wengi, wewe unatipifie nani? Ni mfano wa nani? Na wakati nabii anasema hawa wote walikuwa wanawakilisha nani? Yesu. Wewe unawakilisha nani? Hawa wakukua bibi harusi walikuwa ni wanaume. Sasa wewe hapa kwa leo, wewe uko bibi harusi, unawakilisha nani? Bibi harusi tena ataenda kutafuta mwanaume. Tunaelewa? Nabii anasema. Sasa unaona katika Wakorintho wa kwanza 7 sura ya 10. Angalia, Paulo anaamuru mke ambaye anamtaliki mumewe akae peke yake au akapatanishwe, sio kuolewa tena.
yampasa yeye abaki peke yake au apatanishwe tena na mumewe. Hawezi kuolewa tena, lazima abaki peke yake. Lakini angalia, hakunena kuhusu mwanamume. Tunasikia vizuri? Tusikie Paulo alivyosema, Wakorintho wa kwanza sura ya 7. Hii nayo iko nachanganya watu. Tunaona hii andiko hii ndio yenye unakuta wachungaji wengi wanakuambia kwamba dada hii sasa ndo wana apply sasa ndo ya kwenye ujumbe. Eti hii Wakorintho wa kwanza sura ya 7 ndo ya wana ujumbe, kwamba dada akikuacha, wasikia vizuri akikuacha eti kwa sababu ya ujumbe, wewe unabakia huru kufanya nini? Kuoa. Wasikia vizuri? Tunasikia nabii alivyosema. Nairudilie, usikie kisi nabii, ufuate vizuri kisi nabii anavyosema. Sasa unaona katika Wakorintho wa kwanza sura ya 7 na mstari wa 10, angalia. Paulo anaamuru mke ambaye anamtaliki mumewe. Hapa Paulo alikuwa anaambia mwanamke ambaye iko napenda aachane na mume wake, akae peke yake au akapatanishwe. Sio kuolewa tena, asiolewe tena. Akiamua kwamba mie tangu leo na Fred tunaachana, sawa asiolewe tena. Lakini haiko kwa mwanaume. Yaani wewe ukiacha mume wako eti kwamba tangu leo mie na Fred vinaishi, wewe ndo hautaolewaga tena, lakini mume ataoa. Selo inavyosema nabii hapa. Tunasikia vizuri? Akae peke yake au akapatanishwa. Sio kuolewa tena, yampasa yeye abaki peke yake au apatanishwe tena na mumewe. Hii ndo andiko ambao wafre wanachukua hii. L'homme peut, elle ne peut pas. Ndo hii. Hawezi kuolewa tena yule mwanamke ule, lazima abaki peke yake. Lakini angalie, hakunena kuhusu mwanamume. Unaona, huwezi kulifanya neno linene uongo. Tangu mwanzo sheria ya kujuana kimwili kwa kuoa wanawake wengi. Sasa neno la Mungu linapatana na maumbile ya Mungu, liko katika mwendeleo. Nasikia huko Sikia sasa 10 nilivyosema. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 na aya ya 10. Sikia sasa. Lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza. Si ndo Wakorintho wa kwanza sura ya 7:10, wale ambao wameshaoana. Wala hapo si mimi ila Bwana. Mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye, akaye asiolewe au apatane na mumewe. Tena mume asimwache mkewe. Nasikia huko andiko hili naishi. Je, nabii hakuwahi kufafanua hii andiko? Hatukuisomaka hapa? Walimuulizaga hii swali ya Wakorintho wa kwanza sura ya 7:1 hadi 15. Branamu hakuifafanua. Salifafanua. Alisemaje? Wale ambao wameshaoana wale. Ndio Branamu alisema tena. Alisema hivi, wale ambao wameshaoana, mmoja akisema eti anataliki, dada akisema eti anaenda, frere anabakia huru. Ile huru ile Branamu akusema sio kuoa. Tunasikia vizuri? Ile huru ambayo ilisema haiko tena, haiko eti ya kusema kuoa mwanaume mwanamke mwingine. Hapana. Tunasikia vizuri? Hii hapa nabii alikuwa anataka iunganishe pamoja na Mathayo sura ya 5, kuonyesha kwamba mke yaani ile ya mtu mmoja na wengi.
Tunasikia vizuri? Hii hapa ya Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 10. Alikuwa anaiunganisha na ile ya Mathayo sura ya 5. Tuko pamoja? Hii hapa. Hii alianza toa kwa Daudi, Sulemani, akaja kuingia na Wakorintho 7. Hii akakuja kuonyesha hapa wa Daudi. Yaani mwanamke alikuwa aliyekwa Daudi. Wanawake walikuwa aliyekwa Sulemani. Hawa wasingeolewa na wanaume wengine. Lakini Daudi angeweza kuoa mwanaume mwingine. Sasa hii hapa inampa nafasi ya kuoa frere kama mke wake amekutwa na hii tatizo ya Mathayo sura ya 5. Tunasikia vizuri? Ndio yule mwanamke anabakia vile vile bila kuolewa, hata olewaka na mwanaume mwingine kwa sababu ya tatizo ya Mathayo sura ya 5. Lakini sio kwa mwanaume. Ndio hapa nabii alikuwa anasema hapa kwenye 228 hapa ambako tulisoma. Angalia, imesema kwamba mwanamume hawezi kuoa tena ila bikira tu. Nasikia huko? Mwanaume anaweza kuoa tena, yeye anaweza kuoa tena kama ni bikira, bali hawezi kuoa mke wa mtu mwingine, la hasha. Na kama yeye akioa mwanamke aliyetalikiwa, anaishi katika uzinzi, sijali yeye ni nani. Biblia ilisema mtu akimwoa yule aliyeachwa anaishi katika uzinzi. Haya basi, sio hao waliotalikiwa, hapa divorce. Angalia hilo la asili nyuma kule tangu mwanzo. Sasa kuoa tena. Sasa angalia, mwanamume anaweza bali mwanamke hawezi, kama Daudi, kama Sulemani. Na kisi tabia anaenda anaelezea muhii, anaenda anashuka kwa hii tatizo. Kuoa tena. Sasa angalia, mwanaume anaweza bali mwanamke hawezi kuolewa. Kwa sababu gani? Iko liena naziri ya mume wake. Kisababisha yeye afukuzwe ni Mathayo sura ya 5, washerati. Nabii anasema kama Daudi, mfano anatoa kama Daudi, kama Sulemani, kama mwendeleo wa Biblia nzima. Sasa vile vile kama Daudi na wengineo. Sasa unaona katika Wakorintho wa kwanza sura ya 7 anatoa andiko nyingine ya kuapuye wazo ya mmoja na kwa wengi. Yaani mtu ni mmoja, mwanaume ni mmoja, lakini aishafukuza mwanamke mwingine, lakini anaruhusiwa kuoa mwanamke mwingine, lakini yule mwanamke hawezi olewa tena. No. Paulo anaamuru mke ambaye anamtaliki mumewe akae peke yake au akapatanishwe, sio kuolewa tena. Yampasa yeye abaki peke yake au apatanishwe tena na mumewe. Hawezi kuolewa tena, lazima abaki peke yake. Lakini angalia, hakunena kuhusu mwanamume. Sio ile tu. Unaona? Huwezi kulifanya neno linene uongo. Tangu mwanzo sheria ya kujuana kimwili kwa kuoa wanawake wengi. Unaona? Tangu zamani sheria ya kuoa wanawake wengi ilianzia wapi? Kwa akina Daudi, kuoa wanawake wengi, na ikaja muBiblia. Sasa muBiblia ilikuja kuwa konfirme na Yesu wakati aliposema habari za Mathayo sura ya 5. Ile continuite ile ambayo nabii anasema eti ikaendelea mlolongo hadi muBiblia yote nzima, kuanzia wakina Daudi hadi ikaja muBiblia yote nzima. Kufika kwenye Agano Jipya, Yesu mwenyewe akafafanua hii ambayo yenye Wadaudi walikuwa wanafanya hapo. Wasikia vizuri? Kwa sababu Wadaudi wote ilikuwa ni mfano wa yeye Yesu.
Sasa yeye mwenye mfano wake sasa ndo akasema, mie nawaambieni. Mlisikia watu walikuwa wanasema eti uandikie mke wako talaka hivi na vile. Sasa mie ambaye nilikuwa nawakilisha ile mifano yote ya wa Sulemani, ya wa Daudi, ya wa Yusufu, ya wa nani, ya wa Musa, nasema hivi, yeyote atakayeacha mke wake isipokuwa kwa habari ya uasherati afanya nini? Azini. Nabii akauliza kwa nini? Kwa sababu yule mke ambaye utakayemfukuza bila sababu ya uasherati ataolewa tena, na akishaolewa mwenye alisababisha ule uzinzi ni wewe mwenye ulimfukuza. Kwa hiyo hauna sababu yoyote ya kufukuza mke wako isipokuwa Mathayo sura ya 5. Ndio ile continuity ambayo Yesu nabii anakuambia hapa, eti gisi ilivyoanza kwa wakina Daudi ikakuya ya ile sheria ya kuoa wanawake wengi, inakuwa inatembea tembea hadi ikafika kwa mbona Musa alisema ni kweli, Musa alisema hivyo, lakini mimi nawaambia ukweli alisia ukaja kukomea hapo kwenye Mathayo sura ya 5. Tuwasikia vizuri. Na baadaye Wakorintho wa kwanza sura ya 7 Paulo naye akatende eche kuapuye nani? Mathayo sura ya 5. Lakini hairuhusu wewe frere ukishaoa eti ufukuze mke wako ama uoe mwingine kwa sababu uko na mke wako pale eti uongeze mwingine. Hapana, ni bongo. Tunasikia vizuri? Ama wewe ukiachana na mke wako eti unaenda tafuta mwingine tu muoe, ni bongo, utaenda kuzimu. Tuko pamoja? Kama vile mafremu wenu waliachwa hapo wanakataliwa na wanawake hapo waisha olewa na wanaume wengine. Wewe ndio unataka eti unatafuta mwingine, utaenda kuzimu. Oh, hapana frere, dada hakukuwa mwaminifu, amevunja naziri. Wow. Utabakia frere hivyo mseja, utaoa, na ukioa siku ya kufa unaenda kuzimu. Tuko nasikia vizuri? Yeyote mwenye ataoa na mke wake akingali hai bila hii sababu ya Mathayo 5 ataenda kuzimu. Baya watu wa frere mnawajua kama waliowaoa na wanawake zao wako hai, wataenda kuzimu. Bote wataenda kuzimu. Baya wao wajifurahishe tu hapa. Bana hata wanajaza dunia tu, lakini akifa anaenda kuzimu. Yeye na mbingu asahau. Oh frere huko anasema ndo neno hii. Tuko nasikia. Na ndio maana ni kuomba, ndio maana Biblia inasema kwamba katika masuala ya kuoa ni kuomba sana. Unahakikisha Mungu anakusaidia mwile swala yako, kwa sababu ni kuoa mara moja tu. Ukichagua vibaya unaboronga maisha yako, unaharibika vile. Uko na uwezo wa kwenda kuzimu ukiolewa vibaya ama ukioa vibaya. Yaani wewe na mlango wa kuzimu hivi mko karibu. Wasikia vizuri? Hivi tu tuko hapa hivi useme wewe uelewe na mwanaume mwingine, alafu na mimi ndo nende nioe mwingine. Ni kuzimu kwenda mbele. Yaani na wewe na mimi siku ya kufa kuzimu. Tunasikia vizuri? Kuko ambao walikuwa wana divorce mu ensemble ya Branham. Mbona wakwenda kuoa wanaume wengine ama kuolewa na mwanamke, kuoa mwanamke mwingine? Dada Packet, tulimsomaka hapa Dada Packet. Branham anamsema. Dada Packet. Frere Packet na Dada Packet walidivorceana. Walitalikianaga. Walikuwa ba divorce. Nabii anasema walikuwa ba divorce. Lakini Nabii anasema kila mmoja alikuwa mwaminifu kwa naziri yake. Hakuna ambaye alijichafua. Hadi pale Nabii anasema eti hadi Mungu akaja kuwaondolea ule ujinga ambao walikuwa wanaufanya. Na ndio mama mtu mwanafanya divorce ni mjinga. Branham ndiko anasema hivi. Dada Packet. Sijui kama mtaiona hapo. Usikie Branham. Walikuwa wametalikiana. Sasa wewe unataliki mke wako, unaenda oa mke mwingine. Mfano wako hapo. Kipindi cha nabii.
walifukuzana, kila mtu, mimi na wewe, kila mtu tubinaishe, kila mtu aishi kivyake. Kila mtu aishi kivyake. Sikutaki, kila mtu aishi kivyake. Sawa na mimi, sawa. Kama unaamua hivyo sawa, na mimi naachana na wewe, kila mtu akaishi kivyake. Lakini hakuna ambaye alianguka eti ulisikia alienda huo mwingine, aliolewa na mwingine, alafu wanaanza kimbilia eti nini, wanaanza kimbilia kwa Ben. Mapepo yenu. Maswali na majibu hapo. Branham ndo mwenye aliwaunganisha hii ndoa hii. Dada Packet, sikia hapa. Tarehe 15 mwezi wa 10 61, maswali na majibu. Nasikia ilikuwa ni swali la ngapi? Swali la 157. Hapana, 158. 158. Mbona ziko mingi? Ingine hii ni 59. Swali ya 159 balimuuliza nabii, tushaka isoma. Ndugu Branham, nilimuoa mwanamke aliyekuwa ameshaolewa hapo awali. Nasikia swali nilioa mwanamke ambaye alikuwa ashaolewa, yani alienda oa mke wa batu. Nasikia vizuri? Ndugu Branham, nilimuoa mwanamke aliyekuwa ameshaolewa hapo awali. Tuliachana, wakaachana naye tena. Marekani. Acha bwana. Anaenda oa mke wa watu tena wanaachana. Nilimuoa mwanamke aliyekuwa ameshaolewa hapo awali, tuliachana naye, ameshaolewa mara 2 tangu wakati huu. Unasikia huko? Yule mwanamke baada ya kuachana naye tena akaolewa hii mara hiyo. Ndo hali ya Marekani. Mapepo. Biblia inasema tukitaka kuoa kurudia yule mke wa kwanza. Sasa naweza kumrudia yeye ambaye ameolewa hapo awali, au naweza kuwa huru? Sasa yule ambaye alikuwa ameshaachana naye alikuwa ashaolewa mara 2 tena, lakini tena hakuendelea kukaa wapi? Mubunyumba. Unasikia vizuri? Sasa huyu frere mwenye alibakia hivyo seliba bila kuoa mwanamke mwingine anauliza nabii, sasa je, hivi gisi mie nabakia hivi na sina mke, na yule ambaye nilikuwa nimeoa awali ambaye alikuwa mke wa mwingine, lakini tena tukaachana naye na kula akaenda kuolewa mara 2 tena wakaachana na yule mwanaume, je, naweza nikamrudilia tena ili awe mke wangu tena, kwa sababu mimi ndo nilianza kuwa naye hata kama alikuwa ameshaolewa na mwanaume mwingine? Au naweza kuwa huru? Unasikia maswali huko? Ndio maswali ya Roho Mtakatifu haya. Nabii anakataa usimrudilii. Sasa tunaenda hapa 174. Usikie nabii anavyosema. Niliwaoza mume na mke hapa si muda mrefu uliopita, ambao walikuwa wameoana hapo awali. Ndio wabariki. Ndio hivi niko nashangaa na watu leo. Si hatuwezi tukachukulia venye Branham alisema kwamba eti ule ndio kwenye wanasema hapa ba divorce, ba polygamy. Eti kwa sababu swali linakuwa ni kwamba sasa wakati wa kubariki mnabarikia aje? Nyie ambao mnasema eti kama mnaongeza mwanamke mwingine, mabarikio ni aje? Kwa sababu nabii alisema hivi, wakati anapobarikia anauliza mwanaume na mwanamke, je, uko tayari kuachana na wanawake wengine wote na wewe kuambatana na mke wako
hadi pale mmoja atakapotoweka duniani, mkaishi naye kwa shida na raha, umekubali kuachana na wanawake wengine. Si ndio nabii anaulizaka vile vile, anauliza na kwa mwanamke, si ni kweli? Sasa wakawauliza swali hivi, sasa nyie ambao mnaoaoa wengi, siku ya kukonsakre mnakuaga mnauliza aje? Baislamu ba message uko na Baislamu ba message huu batakwambia aje? Unatakiwa uwe na uwezo wa pesa wa mali, uwe na mlisha vizuri. Ndio kile wanasema. Eske ndio consecration? Ndio Branham alisema. Ona Branham aliwaoza watu, hakuwauliza ile maswali. Oh, hapana, hiyo systeme yenye Branham alisema ilikuwa ya Methodist. Sasa kama ilikuwa ya Methodist na kama kwa wakati wa leo Mungu anakubali ni neno, ni ya Methodist tena hivyo. Kila chochote ambacho tunaambia aliapuye kwa wakati wa leo kama ni neno, wewe usiite kama ni zehebu. Tunasikia vizuri. Na ndio maana Noeli usiite zehebu. Tie tuko na Noeli yenye Branham anafafanua ya neno. Hapa ile yako yenye uko naelewa. Tunasikia vizuri. Kuko mambo mengi ambayo kwenye ujumbe ukiangalia humo ni ya madhehebu, lakini kwa sababu Branham ni tai, anajua kwamba hii ni chakula cha wakati wa mwisho. Sio kweli? Twende polepole. Humu maandiko huko, muko Sunday school. Maandiko Branham anasema hamuna andiko, hakuna andiko yoyote ambayo inahusu Sunday school. Shule ya Jumapili ya watoto haiko humu Biblia. Branham anasema ni wa nani? Ni wa Methodist. Kuna mtu ambaye alikuwa naenda na kusanya watoto kwa sababu wasiwa na zurura. Nasikia vizuri? Ndio mwanzo wa Sunday school ba Methodist. Atuaplike hiyo. Sunday school atuaplike hiyo. Haiko neno. Ilitoka kwa nani? Si kwa Methodist Haiko neno. Sasa ndio anasema mimi siwezi aplike hii formula ya Frere Branham ya kubariki watu, ni alisema kwamba ni system ya banani ya wa Methodist. Tunasikia vizuri? Hata kama ni ya wa Methodist kwa leo iko apwie na neno, ni neno la wakati. Tunasikia vizuri? Ni neno la wakati. Sio la wa Methodist tena, ni neno la bibi harusi kwa wakati wa leo. Yako mengi. Branham alituambia hapa, wakati tulikuwa kubatiste tulikuwa tunafanya hivi. Frere tukimwona anaenda sehemu ya mbaya tunamuonya. Ndio nabii alisema tunamuonya. Akikatala tunamtenga pale pale. Atubifanyi, tunaandika makosa yao yote kutablo na baadaye tunawaonya. Wakikataa siku ile ile wanakataa kutengeneza, tunawafukuza, tunawatenga. Branham alisema ilikuwa ni systeme au neno ambayo tulikuwa tunaifanya wapi? Kubatiste. Haikubakia mukanda. Branham alisema kwa hiyo tangu leo muiache. Hatuko tunaiaplike. Frere atubaonyi, akikataa ndo anatengwa. Nasikia? Buyuwaji. Niliwaoza mume na mke hapa si muda mrefu uliopita, ambao walikuwa wameoana hapo awali, nao walitalikiana na kuachana. Unasikia huko? Walitalikia na mume na mke wazee. Ilikuwa ndugu na dada packet. Ndio hawa hapa sasa. Ndio hawa hapa hasa. Hawangesikizana na walikuwa na mzozo mdogo kati yao, wakatalikiana. Unasikia huko bafrere, sio bapagani, bafrere mume na mke wanaachana. Lakini wewe da frere unaachwa tu, baadaye unaanza enda chukua mwanaume, unaenda oa mwanamke mwingine. Huko mpagani. Ona baba. Kila mtu aliishi kwa mwaminifu kwenye divorce yake, kwenye talaka yake, bila kujichafua. Alafu baadaye unakuja na marezo yako ya kishetani eti kama dada anaenda, mie naoa mwingine. Utaenda kuzimu. Hawangesikizana na walikuwa na mzozo mdogo kati yao, wakatalikiana.
mwanamke yule aliishi kiaminifu akiwa pekee kama alivyoweza. Unasikia huko? Na mumewe aliishi vivyo hivyo. Hatimaye waliona jinsi walivyokuwa wapumbavu. Wapumbavu yaani wenye wana divorce ni wapumbavu. Yaani ukiona watu mume na mke wanatalikiana ni wapumbavu. Branham ndo anasema wakaona jinsi gani walivyokuwa wapumbavu kwa ajili ya nini? Ya talaka. Haiko mie, Branham ndo anasema mwanamke yule aliishi kiaminifu akiwa pekee kama alivyoweza, na mumewe aliishi vivyo hivyo. Hatimaye waliona jinsi walivyokuwa wapumbavu, nao wakarudi na kutaka kuona. Nilisema hakika, ona, naam, hivyo ndivyo wapaswa kuwa. Kwa hivyo wao vema, walikuwa wameoana wakati wote. Huko nasikia huko, walikuwa wameoana wakati wote, hata kama walikuwa wanatalikiana, ile naziri iko pale pale. Tunasikia vizuri? Naziri ya ndoa hata mtalikiana. Ndio maana nabii alikwambia Mathayo sura ya 5, yule dada hawezi akaolewa kwa sababu iko na naziri ya nani? Ya mume wake. Anaendelea kuwa na hata kama ametalikiwa, na ndio kile kinasababisha yeye asiolewe tena, iko na naziri ya mume wake. Tunasikia vizuri? Nabii huyu, sikia, nabii alisema kwamba walikuwa bado hawafaa nini? Vema, walikuwa wameoana wakati wote, hawakuwa wametalikiana kamwe. Niliwapa tu makaratasi waishi pamoja kama mume na mke, hivyo tu, kwa sababu walikuwa wameoana mwanzoni. Naziri, tulishatalikiana hivi, kwa hiyo mie niko na ruhusa ya kuolewa ama ya kuoa mwanamke mwingine, mtaenda kuzini. Tunasikia vizuri? Branham ndio ilisumbua watu zamani hii. Frere, fukuza. Kama unaona uishi naye vizuri, fukuza wewe mwingine, utakuwa kupata kadogodogo humu mmezaji bazinzi. Na watungaji waliruhusu hivyo. Frere, huyo mke wako ambaye ulikuja naye kwa madhehebu iko na kusumbua frere. Na mtoto wa Mungu tuishakuwa na katika ujumbe, atupasi tena kuteseka tena. Frere, tafuta mwingine frere. Bazinzi. Tunasikia vizuri? Branham hapa anarudilia. Unaona vile kuna itikadi moja ilienda mashariki na nyingine ikaenda magharibi. Kwenye jambo hilo ya kubidi urudi kwenye ukweli, utambue ilivyo. Branham tena anarudilia. Saa 6. Watu chukue dakika ngapi hapa? Na hiyo sita kawia leo. Niache nasoma paragrafu ngapi hapa? Tutaanza hapa 36, tunamalizia hapa. Sikia napi. Fata huko. Siku zote imekuwa hivyo. Hilo ndilo agano la kawaida la Mungu tangu mwanzo. Kwanza, kabla ya mwanzo, tuliona kabla ya mwanzo ni nini? Ni umilele. Si ndio hivyo? Fuate tena huu mfano ambao nabii anautoa hapa. Kabla ya mwanzo ni umilele. Baadaye inakuja mwanzo. Genesi inaanza hapa. Tangu mwanzo kulikuwa tu kabla ya mwanzo, tangu mwanzo kulikuwa tu na mmoja kwa mmoja. Baada ya dhambi kuingia, ndipo kulipokuwepo na mwanamume mmoja na kundi la wanawake. Baada ya dhambi hapa Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 16. Ndo zambi iliingia. Baada ya zambi kuingia, tukaanza majile barbare hapa, zikaanza ingia mariba mbele ya wanawake. Tukaanza kuona poligami kaingia hapa.
Haikuishia tu kuanguka, ikazaa wanawake wengi kwa watu na kwa wanyama. Baada ya dhambi kuingia, ndipo kulipokuwepo na mwanamume mmoja na kundi la wanawake kama Daudi kama Sulemani. Inakwenda hivyo katika maumbile, kila mnyama, sikia, na wanadamu, na mwili wa kawaida ni mnyama. Nasikia huko ilitoka kwa wanadamu ikaenda kwa wanyama, na mwanadamu mwili wake ni wa nini? Kwa hiyo mwenye anaoa wanawake wengi ni nani? Tunafuata vizuri. Kwa hiyo mwenye anaoa wanawake wengi ni nani? Ni mnyama, ni mnyama. Sikia nabii. Ndipo kulikuwepo na mwanamume mmoja na kundi la wanawake. Baada ya dhambi kuingia, inakwenda hivyo hivyo, inakwenda hivyo katika maumbile, kila mnyama virigile na wanadamu, nasikia, na mwili wa kawaida ni mnyama. Mwili huu wa kawaida ni nini? Ni mnyama. Kwa hiyo kuoa wanawake wengi ilianza kwa wanadamu ambao walikuwa na mwili wa kawaida kama wanani? Wa mnyama. Ikahama ikaenda kwa wanani? Na kwa wanyama. Si ndio maumbile? Ikaenda kwa wanyama. Kwa hiyo mwanaume ambaye anaoa wanawake wengi ni nani? Ni mnyama. Narudili, inakwenda hivyo katika maumbile, kila mnyama, kila na wanadamu, na mwili wa kawaida ni mnyama. Yaani vile wewe ulivyo na mwili wa kawaida kama wa mbuzi, yaani wewe na mbuzi muko sawasawa. Mbuzi anaoa anakuwa na wakike na wadike wengi kama na wewe ulivyo na wengi. Unasikia vizuri? Haiko miese branamiki. Frere mwenye iko na wanawake wengi kama vile kasa vile, yeye ni mnyama sawa sana imbwa, iko sawa sana imbwa. Mwili wake wa kawaida ni imbwa. Nabii anasema sisi tu jamii ya wanyama wanyonyeshao watoto wao. Si ni kweli? Tunajua hivyo sisi sote, sisi na Branamu iko na mwili wa nani? Je, alioa wanawake wengi? Sisi sote, unaona, na yote ni maumbile ya Mungu katika mwendeleo. Lakini sasa kwa kuwa zile muhuri zimefunguliwa, Roho wa kweli anatuongoza kwenye neno hilo. Linaelezea kwa nini makosa yote yamekuwepo katika nyakati zote, kwa sababu zile muhuri hazikuwa zimefunguliwa, hili alikuwa limefunuliwa. Ni kweli, unasikia huko? Swala ya kuoa wanawake wengi na kuwa na tabia kama ya wanyama ilikuwa ni kwa sababu mihuri 7 ilikuwa haijafunguliwa. Ndio maana watu walizoazoa wanawake. Mihuri 7 ilifunguliwa wakati wa Daudi. Daudi anajua habari ya mihuri, na ndio maana Mungu aliwaacha vile. Hata kipindi cha Wesley Balitere baliendelea kuoa ovyo ovyo. Ukishaamini tu ujumbe wa Balitere, hata uwe na wanawake 20, wewe ushakuwa mteule tu. Tunasikia vizuri? Nguruwe. Na ndio maana Mungu akaleta utakaso kwa Wesley, ni kwa sababu mihuri 7 ilikuwa haijafunguliwa. Sasa nashangaa leo kuona watu ambao wanasema mihuri imefunguliwa, tena wanarudilia wapi? Maisha ya nini? Ya nguruwe. Branamu anasema maisha ya kuoa wanawake wengi ni maisha ya nguruwe. Unasikia vizuri? Nguruwe ndio anakuaga na maisha ya hivyo. Nguruwe haiko mnyama, lakini maandiko inaambatana huko. Branamu. Angalie, wewe huwezi kuvifanya vivuli visizihiriki.
Kama nilivyowahubiria usiku uliopita kuhusu kivuli kuvuka sakafu, kinapaswa kije sawa. Yawezekanaje kuwe na kivuli cha ndovu kikija kupita kwenye sakafu, ndipo pandikizi la mtu mwembamba liwe ndilo yule ndovu, au yule ndovu kuwa ndiye pandikizi la mtu mwembamba? Sasa hebu uliangalie katika mfano halisi. Sasa kuna mwanamke wa kweli bikira ambaye uolewa na mumewe na anaishi naye, ni kitu kilichobarikiwa kwa mwanamume. Tunasikia vizuri? Mwanamke ambaye ni bikira, tunasikia vizuri? Branham anasema kama kuna zawadi ambayo Mungu angempa mtoto wake wa kiume baada ya wokovu, baada ya Roho Mtakatifu, ni mwanamke bikira. Tunasikia vizuri? Sasa leo tuko na wengi ambao wako hivi, lakini hawana tabia njema. Wengi ni wapagani. Sisi tunapanda juu zaidi. Tunasikia vizuri? Ni mwanamke mwema, na mwanamke mwema ambaye anasemwa katika Biblia ndo mwenye anakwenda kutimiza ya yote. Lakini hatutaki wale ambao wako na hii vya ubikira alafu hana maisha ya neno, ni zero. Huyu haiko mwanamke mwema. Sasa kuna mwanamke wa kweli bikira ambaye huolewa na mumewe na anaishi naye, ni kitu kilichobarikiwa kwa mumewe, kwa mwanamume. Kama Mungu angeliweza kumpa mwanawe kitu kizuri zaidi kuliko mke, angempa yeye hicho. Unasikia vizuri? Unaenda? Kama Mungu angeliweza kumpa mwanawe kitu kizuri zaidi kuliko mke, angempa yeye hicho. Tumesikia vizuri? Kwa hiyo habari za kwanza mwanzo, sijue mwanzo ilikuwa vile na vile, Branham alisema ni kwa sababu mihuri 7 ilikuwa bado haijafunguliwa. Ndio maana wote waliishi katika buzinzi, bakina Daudi, Sulemani, Anasema na mwendeleo mwingine wote katika Biblia. Na Bwana bariki ya machache, tutaendelea. Naishia hapo kwanza.
Tutakwenda kusimama tuombe. Dogo funga hapo.